sababu yake. Tizama mtu anapokuwa hana hizi hapa, jasho ikimtoka. Jasho jamani inaathiri na inaweza kuharibu macho. Mungu kwa hikma yake akaziweka hizi nani, yani ile jasho ikifika pale inafika inasambaa hapa, inagawa jasho inakwenda huko. Lakini ukiwa hauna nyusi inateremka huko. Maana kuna vitu vingine Mungu aliviweka kwa hikma fulani. Tunazungumzia kwa haraka haraka mafuta ya upako. Kuna swali hapa. Ameliuliza yule mama, nimelijibu. Inatoka nimezungumza kama nimelijibu. Mtu ameweza kuoga janaba, anaweza akaswali kabla hajatawadha. Ukiwa unajiamini kama choo ulioikogea ina uaminifu, na baada ya kutawadha ulivyokuwa unakoga janaba haukujigusa maeneo yako ya siri. Hapa kawaida ndugu zangu kina mama, unaweza ukasali. Lakini ukishakuwa tu na shaka, nilijigusa sikujigusa, tawadha. Jamani, mimi nilipokuja nilisikia mafuta ya upako, Mnasikia mafuta? Mafuta ya upako. Nikauliza mke wangu akanambia, ngoja nitakuazimia CD. Kaniazimia CD. Na siku aliyoniazimia CD, maana niliweka nia nikasema na mtoto ataingia hapa baraza nitamkomoa. Uko maana nataka nitulie nione upako. Wallahi kina mama ni utapeli mtupu. Utapeli na wizi. Utapeli wa kwanza niliouona, kwanza ni lile jamaa lilijifanya eti lilikuwa gali pasta. Kwa mimi, wallahi mimi ninaona nilitapeli tu. Nifateni vizuri kina mama. Na watu wenye walishaona ile CD ya upako ya bwana wa upako ni wangapi? Watie vidole juu. Sasa maadama kuna wale wenye walishaiona, haya nitakayoyazungumza ndio mtakuja kupambanukiwa. Mafuta ya upako kama mlivyofuata maneno ya yule bwana. Alikuja kusema na kutuambia ya kwamba ni mafuta ambayo walikuwa yalitengenezwa kichawi au sio? Kwa ajili ya kuwatapeli watu waliokuwa mkanisa. Na mafuta haya yalikuwa yanatengenezwa na hawa mapadiri wa makanisani kwa ajili ya kuwatapeli wale watu. Kisha kosa la kwanza walilolifanya ni pale unakutana eti tunataka tuwaoneshe mfano kuwafulamisha wake za watu na dada za watu. Moja, dini inakubali hicho kitu. Ile hali jamani, kama mna akili wanawake wa dini, ile hali kama wewe unaweza kuridhika ile hali kutokea pale. Jambo la kwanza la kuonyesha utapeli wao na utovu wao wa kutokuwa na elimu. Yani na Mungu alipenda awazubalishe ili watu wenye akili wayaone. Kwa sababu kama mtu uko na dini sawa sawa, unaweza kukubali hivi. Mwenye alimuona mke wake mwa ile hali alifurahi. Mwenye alimuona dada yake mwa ile hali alifurahi. Kosa la kwanza ambao niligundua kwa ile kaseti la kuonesha uchache wa elimu ya watu, bali wako wanafanya ni biashara. Sasa kosa la pili nikaligundua. Basi tukao tunafanya pale kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sasa hapa nitasema kwa jina la Muhammad, sio tena kwa jina la Mungu. Si ndio nilikuwa nasema? Kwa jina la Muhammad. Mtu anafanya shirki. Iko wazi. Alafu na CD zinatambaa, mtu anashindwa kuona kama ni jambo la shirki. Sisi wapi na wapi dini naturuhusu kuomba kwa jina la Muhammad? Wapi na wapi? Kama hao wana elimu, ndio maana hao watu wanafanya utapeli, na ndio kwa maana nyuma yao hakuna wenye elimu. Kwa sababu pangekuwa wenye elimu hawangekubali hii hali. Hivi mwe mnakubaliana kwamba ni muombee mtu kwa jina la Muhammad? Si mliviona liko kali sasa zaidi. Mafuta yametengenezwa kwa njia za kichawi kwa sababu ya kuwatapeli watu wa kanisani. Yale mafuta yaliyotengenezwa kama mlivyosikia, mbona mnajisikilia eti yale mafuta aje sasa yatutibu katika Uislamu? Mafuta yalitengenezwa kwa njia za kichawi. Mnavielewa vizuri? Hivi akili haifanyi kazi jamani.
yametengenezwa huku kwa ajili ya kuwatapeli hao na kwa njia za kichawi. Yale aliyetengenezwa kwa njia za kichawi yanakuja tena yatutibu sisi Waislamu. Jamani, akili nakubali kina mama. Hai. Fasi niliona sasa ni matapeli na ni wezi. Unajua haya mafuta asili yake yanaganda, si ndio hivyo? Ukiweka kitunguu ndio yanabaki katika ile hali. Kumbe wizi na utapeli, walichukua mafuta ya kupikia wakachukua kwa vitunguu sumu, kwa sababu vitunguu sumu kiweka katika hali ya aina yoyote inapoteza harufu yote ya kile kitu, hata ufanyeje utakisikia harufu. Sasa watuonesha mafuta ya kuganda ya asili yake yako wapi na kuni. Jamani, kuweni na akili. Mimi nilifanya ushakunaku na ushambenga mpaka nikatafuta mafuta ya upako ni yapati. Na niliyapata vipi? Kwa mwanamama ambaye yani kwa jamaa mmoja mke wake alikuwa anauma muda wa mwaka mzima, wanakuambia wallahi walikuwa hawalali. Alivyokuja kuniambia matatizo ya mke wake, nikamwambia nunua sidri mkunazi. Hiyo sidri imetajwa ndani ya Qur'ani kina mama. Wallahi sidri katika mambo ya machawi ni komesha, kunywa na kukoga. Sidri mtu kama anakuonea kijicho, kunywa na kukoga. Sidri ukijishakia machawi, kunywa na kukoga. Tume ametufunza. Nikamwambia, mimi nitakutafutia dawa ambayo nina uhakika nayo, imezungumzwa ndani ya Qur'ani, imezungumzwa ndani ya hadithi, mtume alivyotuhusia namna ya kutengeneza sidri. Nikamwambia na msaada mwingine nitakusaidia, nitamfanyia mke wako kisomo muda wa siku 7. Ila fahamu kama sio mimi nitakuwa nimekuponyesha. Wallahi ni imani yako. Kwa sababu kitu cha kwanza kinataka uwe na imani thabiti na kumtegemea Rabbul Izzati wal Jalal. Ndugu zangu kina mama, wallahi ninamuapa Mwenyezi Mungu kama ninasema uongo aniadhibu. Haya ninayokuzungumzia ndivyo ilivyokuwa. Nikafanya siku 7, akanunua ile sidri. Nikamwambia nunua kwanza 1500, ikiisha tutaongeza. Akanunua 1500. Nikawa ninakwenda kwake asubuhi. Anakuja mke wake pale, ninachukua sidri, ninaikoroga ninachukua kijiko hichi cha chai na kijaza sawa sawa, ninakoroga kwenye jagi la lita 1.5, kisha ninaanza ninamsomea yule mama ruqya. Namsomea, wakati mmoja nilikuwa binapanda, wakati mwingine havipandi, vinasema na mimi tunapigana navyo, na tunarudishiana navyo maneno. Na sitoki hapa mpaka afanye hivi, na hatufanyi na utakwenda na tutaendelea tunakuchoma. Bas Waislamu kila kama ambaye yule mama, hii sidri utakunywa na kukoga. Tufanye hivyo muda wa siku 7. Wallahi baada ya siku 7 Mwenyezi Mungu alileta shifa. Alileta shifa. Yaani mpaka ule bwana anasema wallahi siamini, labda naona hivi vitu vinaweza vikarudi. Hakuna penye sijaenda. Ndio sasa akaanza kunieleza, "Sheikh, na mafuta ya upako nilinunua." Nikapiga simu Dar es Salaam. Ndugu yangu akaenda mpaka kwenye kampeni ya kampuni ya matapeli kina Dr. Sule. Wakaenda wakachukua kachupa kapata hivi 50,000 za Tanzania. Yalikuja express na kwa nani? Kwa posta. Nikayapokea. Mke wangu akaanza kutumia chupa la kwanza swata, mpaka chupa linafika katikati la pili swata. Niletee kwanza mafuta ya upako. Akaniletea. Sasa uzuri wa hizo dawa zao zinatibu magonjwa 50. Njoo uzuri wa hizo dawa zao nasikiaga. Dawa zao zinatibu ugonjwa mmoja. Ni magonjwa 50. Mimi nikasema ile mafuta nikayanusa, nikasema unaona utapeli. Kuweka hichi kitunguu sumu wallahi ndio dalili ya kwanza ya utapeli. Kwa sababu haya mafuta, kwa sababu wakiacha hivyo hivyo tutayanusa na tuyajue ni mafuta gani. Lakini kikishaweka kitunguu sumu mama, hata ufanyaje, tafuta harufu uipate. Nasema kwamba nikawapigia simu kwamba jamani, nimemaliza chupa la kwanza na la pili liko linakwenda kuishi, eti mfungasha mke wako umlete huku. Wallahi nakuapeni kina mama. Alafu naomba jamani, mtu antilie kidole juu anamjua yoyote ambaye alishatumia mafuta ya upako akapona. Atie kidole juu kama yuko. Na wako Tanzania. Jamani, mimi mnashindwa kuelewa hao watu ambao tena mkitaka kuona utapeli wao hawaishi kuleta masharifu. Jamani, laana zote zenye zimeshatuingilia Burundi ziko zinatokea Tanzania, mnavijua. Mabichen Party ametokea Tanzania, Mabichen Begi ametokea Tanzania, huyo ufidhuli watu kuendeana nyuma Tanzania, Makabongo Tanzania. Leo kumekuja mpaka umoja wa Makabongo. Umoja wa Makabongo umeanzia Tanzania. Jamani, leo umeingia mpaka Burundi wa Kabongo. Subhanallah.
Mapede, umoja wa wapede vimeanzia Tanzania. Eti leo huko ndio kunatokea kama Sharifu. Kwa siku walituleteka Sharifu na kichwa kirefu kama bisi. Eti ni Sharifu. Sasa la, wallahi ninakuombeni kina mama wakirudi kuleta masharifu hapo wafukuzeni. Wallahi billahi hakuna Sharifu Tanzania. Yani nakumbuka walishatuletea masharifu, mimi mwenyewe ninakumbuka ni mara 3. Nakumbuka mwaka 97 ndio wakati walituletea hiyo Sharifu na kichwa kama bisi mfupi hivi, ete na miaka wakatoa kama na miaka 4. Sasa wakawa wanakuja anatoa mawaidha, anakasimisha kale katoto kanasoma aya moja kanaifasiri, alafu unasikia basi Sharifu, basi usichoki, basi. Kumbe ndio kama yale maneno si yamekwisha, kataanza kuleta utumbo pale, basi. Wallahi siku moja nilimgundua shehe kale ka Sharifu kanafanya zake urofa, la ilaha illa ule Sharifu wa kichwa kama bisi. Sasa mimi wallahi nikasema, mimi kwanza nilipoona tu mawaidha tu ya kwanza nikasema mimi nitamfuatilia Sharifu mpaka nimjue. Nikaenda msikiti wa pili. Kwa hiyo Waislamu, acha tumsimamishe kwanza Sharifu azungumze. Sharifu alivyozungumza akasimama akazungumza yale maneno ile aya yake moja kufikia tuseme basi Sharifu utachoka, Sharifu tusimchokeshe Sharifu jamani kumaliza hapo jamani. Sasa huyu ni Sharifu, kwa hiyo wallahi huyu unajua mtapata baraka mwenye konazo zimemwagika 600 pale. Jamaa anakusanya na weka mfukoni. Sharifu wakampangia barabara 4 namba 55 Buyenzi. Wakaenda pesa wakasema huyu ni Sharifu anaombea dua watu wanapona, haki na mama pale msochelewaga na bumabido kila siku mnatonda kama vile watoto wa Bisulila au bata na watoto wake. Eti baba anaombeana ule Sharifu. Mimi nikasema wallahi abishi tena, wallahi na waelezeni ndivyo ilivyokuwa. Sikubali mimi nione batili na kwenda hivi. Mnichukie lakini nimefanya. Nikamchukua Sheikh Abdul Jabbar na Sheikh Sadi ambaye mlikuwa naye juzi. Tukasema jamaa huyu Sharifu lazima tukajua hata hiyo dua kwa anaombea watu ni dua gani. Kumbe anakuja mwanamama anaikana na mjitandi wake na jilibabu yake chini. Alafu kale kanafuata mwanamama anashukuru Mungu nimeombewa dua. Huyo anapepa. Kanachukua na maji. Anakwenda. Na sisi tukajifanya tunakuja kuombewa. Kuona ni mashehe tumekuja tukapewa njia tukaingia ndani. Na sisi tumekuja kuombewa. Unaona tuko tunafanya tukajieleza kabisa. Unaona kabla mimi na siku nyingine niko nafanya vitu kuhusu Warabuni. Wallahi naamu kabisa. Hapa kabisa atawaombea na mtakwenda Warabuni. Haya, Sheikh Jabari ni akaanza akakaa chini. Kandevu zake. Wallahi jamaa nikisanga. Na mimi nikafuata. Sasa tukasema sasa Sheikh, tulikuwa tunataka hii dua mtoto yuko anaomba tuiandike. Tuiandike manake na sisi tupate. Wallahi jamani changanyikiwa. Mnaona sasa mmekuja kutuchunguza.